Simba ilikuwa inafeli mbele ya Yanga si kwa changamoto ya kifedha kama vile ambavyo Yanga ilikuwa inafeli kwa Simba kwa changamoto ya kifedha, na Simba idominate ligi kwa advantage hiyo. Yanga ilidominate ligi ni kwa ubora wa ligi na ubora wa management yao waliokuwa nayo na uwezo wa kifedha pia. Simba ilikuwa inafeli kwa weakness ya management, lakini si kushindwa kifedha. Changamoto ilikuwa ni kwa kuwa na shabaha bora ya kuingia sokoni, ndicho ambacho Simba ilikuwa kinawafelisha. Lakini katika msimu huu kuweza kuchukua CRDB na hata kombe la Muungano pia ni kwamba kuna improvement kwa management yake, kuingia sokoni kwa kuleta watu ambao watakuja kuwa na mchango sahihi ndani ya Simba, unaelewa? Kwa hiyo imekuwa ni mafanikio kwa Simba katika msimu huu kuchomoka katika mikono ya Yanga. Yes. Kwa sababu Yanga ilikuwa inazoa makombe yote ya kwenye ushindani ambao ni bora. Tofauti na Simba miaka yake. Miaka yake Simba ilikuwa inachukua ubingwa katika ligi ambayo ni dhaifu, haina ushindani. Lakini kwa sasa unakuja kuona Yanga ilikuwa inachukua ubingwa mara 4 mfululizo au mara 5 mfululizo na ubingwa huu mkubwa kwenye ligi ya ushindani. Unaelewa vizuri? Kwa Simba mimi nawapongeza. Kuna kitu ambacho wameimprove kwa maana kwamba kuja kuleta ushindani mbele ya Yanga. Kumbuka hii Simba imegongwa mara 6 mfululizo na Young Africans katika mechi za ligi kuu na kushindwa kupata matokeo chanya hata mechi 2 za ligi kuu msimu huu ulioisha. Kwa hiyo ni improvement kwa Simba. Kupata makombe pia ni improvement. Licha kwa hiyo tukasema ni kama kipofu kaona mwezi, kwa sababu kupata makombe ya miaka 4 mfululizo na mwaka wa 5 mfululizo katika kombe la ligi. Kwa hiyo ni improvement kwa Simba. Wana kila sababu ya kuweza kuwa na time ya kujipongeza zaidi, kwa sababu haya yote wako nasikia na Jangwani yanapita Kariakoo kwa nidhamu kubwa, wanaenda wapi? Lakini maswali nikaa nimeyapata, kama watu walikuwa wanachukua makombe mara 5 mfululizo kwa nidhamu kubwa, wewe umepata kombe dogo, si ndio? Tena dakika za jioni kabisa unakwenda kufanya uhuni, inanipa mashaka kidogo. Wanaelewa vizuri, lakini Simba nawapongeza, wamepambana. Sawa. Pengine labda Simba warekebishe sehemu zipi kwenye viungo, washambuliaji, goalkeeper ama wapi ili waendelee kufanya vizuri msimu ujao? Mimi kiukweli hakunaga timu inaweza ikawa na wachezaji wote perfect, ila wako wachezaji ambao watakuja kubeba madhaifu ya wenzao madogo madogo. Mimi kiukweli sioni haja ya Simba kufanya usajili. Sioni. Mimi kwangu sioni. Kwa sababu hata Barcelona ile ya moto kweli walikuwa nafichiana weakness. Si kana kwamba Xavi alikuwa ni bora yeye peke yake kwenye timu. Si kana kwamba ndio maana Xavi, Iniesta, Busquets walikuwa wanaziba mianya ya mapungufu ya kina Gerard Pique na kina Puyo. Hiyo ilikuwepo. Unaona vizuri? Yaani kwamba timu yote iwe bora kabisa hivi, hapana. Kwa sababu uwanjani wanafanya majukumu kwa kutegemeana. Ndio maana kuna huyu mzuri sana kwenye kukaba, huyu si mzuri sana kwenye kukaba, huyu mzuri sana kwenye kuscore, huyu si mzuri sana kwenye kuscore. Iko namna hiyo. Unaelewa vizuri? Kwa mimi Simba kwa hivyo ukiniambia, sioni haja ya kuingia sokoni kufanya usajili tena, ila ni kuifanya timu iwe na coordination ya kucheza mwanzo mwisho. Sawa, tunaingia uwanjani, lakini je, how tunacheza katika coordination ambayo ni bora sote kwa pamoja? Mimi sioni haja, kwa sababu ukiagata Neo Maema amekuja kuwakia baadaye katika dirisha hili kubwa, dirisha dogo, kina Alassane Kante ambao anataja kuondoka, lakini mchezaji ambaye alikuwa na deserve katika kuweza kuondolewa pale ni hawa ambao kama kina Soa ambao hawajamalizana vizuri katika issue zima ya discipline, lakini pia mtu kama Bajaber ambaye kuja kuongeza wawili tu, lakini sioni haja ya kuingia sokoni kwa nguvu kubwa, utaharibwa wote. Lakini Kasali anahusishwa kuondoka ndani ya klabu ya Simba. Golikipa huyo. Mimi nadhani Kasali kumuondoa ndani ya Simba ni mihemko tu. Ni mihemko, lakini hana ubaya wowote. Kwangu mimi ni mistake za kawaida. Yaani usitake unajua shida, Simba wanataka kumlazimisha Kasali awe kama Djigui Diarra, atavunjika. Kila mtu anacho cha kwake. Yaani usitake Djigui Diarra huyu tunamtaka Kasali naye awe kama Djigui Diarra.
kila mtu anacho cha kwake. Kwa wao waangalie wapa kuboresha kwa Djigui Diarra anapaswa kufanya nini. Idara ya magolikipa ya Simba kumboreshea Djigui Diarra Kasari awe namna gani, apunguze yapi, lakini sio kipa mbaya kwangu mimi, lakini sio kipa mbaya, ila ukimkompea na Djigui Diarra mtafungwa kila siku. Niwaambie ni kweli. Na ili aendelee kuwa bora, benchi la ufundi la Simba katika idara zima ya magolikipa wamuulize Djigui hao anakuwa na ubora wa aina, atamfundisha akajifunze sana.